kuwekwa huru kwa kila mwamini. Kuwekwa huru kwa kila mwamini. Amen. Tusome. Baba yetu wa mbinguni, mfalme wa pekee, Mungu mwenye nguvu, uliyetosheleza, Yesu Kristo, ninalibariki jina lako. Peke yako ni Mungu unayetupenda. Asante siku ya leo Mungu, umetuamsha, umetukusanya, umetuleta pamoja Mungu wa neema, ili tuweze kujifunza neno lako. Asante kwa sababu Mungu, kwa ajili ya kutuhudumia Kristo, nami naomba sasa unitumie kwa utukufu wa jina lako. Ninaomba haya nikiamini na kushukuru. Amen. Kuwekwa huru kwa kila mwamini. Amen. Kuwekwa huru kwa kila mwamini. Nitaanza na tangulizi. Siri ya kuwekwa huru ni kukaa katika neno la Mungu mwenyewe. Amen. Siri ya kuwekwa huru ni kukaa katika neno la Mungu mwenyewe. Kumbe neno la Mungu pekee ndilo ambalo humweka mtu huru. Siri ya kuwekwa huru ni kukaa katika neno la Mungu mwenyewe. Na tunaona kwamba kumbe neno la Mungu pekee ndilo ambalo humweka mtu huru au humweka mwamini huru. Tusome kitabu kile cha Yohana ule mlango wa 8 mstari wa 31 mpaka wa 32, ukipata usome. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ndilo humweka mwamini huru. Yesu hapa anasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka ninyi huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwamba siri ya kuwekwa huru ni kukaa kwenye neno la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunampa Mungu nafasi ya kwanza? Tunampa Mungu nafasi ya kwanza ili tuwe huru. Na kwa nini tunampa nafasi ya kwanza? Tunampa nafasi ya kwanza kwa sababu yeye ndio neno na yeye ndiye kweli. Na tumejifunza kwamba ili tuwe huru lazima tukae kwenye nini? Kwenye neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uko umuhimu, uko ulazima wa kila mwamini kukaa katika neno la Mungu ili abaki kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Mungu. Kila mmoja ni shahidi kwamba pale anapokuwa anatembea katika neno la Mungu, anajisikia afya mwilini mwake, anajisikia amani. Ile amani ndio uhuru wenyewe. Lakini mwenyewe shahidi, unapokuwa pishana kidogo na Mungu, yaani unapomwona mpenzi wa mwenzako ni kama kuna kitu umenikosea vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa sababu na kwa nini? Umeweka na kitu, umeweka kitu cha kwanza baada ya kumweka Mungu wa kwanza. Kumbe tunapochukua hatua ya kumweka Mungu namba 1 au tunapochukua hatua ya kumpa Mungu nafasi ya kwanza, tunakuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwamba uko umuhimu kwa kila mmoja kumpa Mungu nafasi ya kwanza ili maisha yake awe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona kwamba bidii ya kila mmoja anapofanya bidii kumweka Mungu nafasi ya kwanza, ndiyo anasababisha kuzidi kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapochukua bidii, kwa sababu kumweka Mungu nafasi ya kwanza si rahisi. Inatakiwa bidii yako jibidilishe, kwa sababu hapo kuna kukatisha tamaa, kuna kuvunja moyo, kuna kujikatisha tamaa mwenyewe, kuna kuchoka. Kwa hiyo inatakiwa uwe na bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe na bidii.
bidii kutaka ile nafasi ya kwanza ibaki tu kuwa ya Mungu, kwa sababu tuko duniani iko misongo mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yapo mambo mengi ili kupilika nyingi. Sasa katikati ya hizo pilika, Mungu abaki kuwa nafasi yake ile hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili katika hizo pilika uwe huru. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwamba kila bidii ya muamini ya kutaka kumweka Mungu nafasi ya kwanza, hiyo ndio itakayoendelea kumweka Mungu katika maisha yako. Amina. Kwa hiyo bidii yako ndio itakayo kusababisha wewe uzidi kuwa huru, uzidi kuishi maisha ya uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya sana Bwana. Lakini tunapoendelea kusoma maandiko, tunaona kwamba Mungu mwenyewe anadhihirisha katika neno lake kwamba yeye anatakiwa namba moja. Haleluya. Amina. Mungu mwenyewe katika neno lake anadhihirishia na anatutaka tumpe namba moja katika maisha yetu. Na anajua kabisa kwamba tutakapompa namba moja sisi tutabaki huru. Hata shirika la chochote. Hata unajua mtu ambaye hayuko huru ni yule mtu ambaye kuna kitu kinamshtaki au kuna hali inamshtaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pale unapochukua hatua ya kumweka Mungu na Mungu pamoja na yote unayopitia, pamoja na yote aliyokukuta, unayapembua na unaweka Mungu namba moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishamweka Mungu namba moja, sasa yeye atashughulika na haya ambayo yanakusonga. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu mwenyewe kwa neno lake anadhihirishia kwamba mwenyewe anataka tumpe namba moja au mweke mtu wa kwanza katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome maandiko. Tusome maandiko kitabu cha Kutoka 20 ule mstari wa kwanza mpaka wa 3. Mungu mwenyewe kwa maandiko yake, kwa neno lake anatudhihirishia kwamba tumweke nafasi ya kwanza. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu mwenyewe anatudhihirishia katika neno lake kwamba anataka tumpe nafasi ya ngapi? Ya kwanza. Anasema Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anajidhihirisha kwetu kwamba tusiwe na miungu, tusiwe na kitu chochote ambacho kinakaa cha kwanza badala ya yeye Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu miungu iko, mtu anaweza kaeka kazi Mungu wake. Sasa mimi bila kazi siishi. Nadhani hizo kauli tunazisikia. Mimi bila kazi siwezi kuishi. Yaani mimi bila fulani siishi. Sasa hapo unakuwa umempa nafasi mtu fulani au kazi badala ya Mungu. Ndipo Mungu anatuonya hapa. Kwamba tusiwe na miungu mingine ila yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachukua nafasi hii ya kumfanya Mungu yeye ndiye awe yeye nafasi ya kwanza, hatuna miungu mingine. Ndipo tunazidi kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema hapo mambo mengi yanatusonga, yanataka yakae kwenye nafasi ya Mungu. Ni sisi kuwa makini. Haleluya. Ni sisi kuwa makini, ni kila mmoja kuwa makini, ni mimi kuwa makini na kila mmoja kuwa makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuhakikisha kwamba nafasi ya Mungu anabaki kuwa Mungu. Kama alivyosema kwa neno lake kwamba tusiwe na miungu mingine ila yeye. Hajasema tufanye kazi. Tusifanye kazi. Kazi tunafanya, lakini sasa tusiwe tunabadilisha kazi ndio ziwe Mungu. Hapana. Mungu nafasi yake baki pale pale na kazi tunafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anajidhihirisha kwa neno lake kwamba anataka nafasi ya ngapi jamani? Ya kwanza. Tusome kitabu cha Zaburi. Zaburi 81. Zaburi 81 ule mstari wa 9 mpaka 10. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnamsikia Mungu anapotuagiza kwamba tumweke mtu wa kwanza. Tumweke wa kwanza.
na Mungu mgeni ndani yako. Usiwe na Mungu mgeni ndani yako, wala usimsujudie Mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi ndimi Bwana Mungu wako niliyekupandisha toka nchi ya Misri. Fumbua sana kinywa chako nami nitakujaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatuonya kwa neno lake kwamba tusiwe na Mungu mgeni. Yaani kisiwepo kitu chochote kile ambacho kinajifanya chenyewe ni Mungu badala ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tusiwe na chochote cha kukipa nafasi ya kwanza badala ya Mungu. Tunapoachia nafasi ya Mungu kwa kitu kingine, ndipo unaona mambo yanakuwa magumu, hayaendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumbe sisi wenyewe tunaweza tukajisababishia ugumu wa maisha au kuona kwamba Mungu amechelewa kujibu. Kumbe ile nafasi ambayo Mungu itakaa keti, tumeweka Mungu mgeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie. Kila mwamini yampaswa awe huru, kwa sababu Mungu alishatukomboa na tutenga na tuweka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu ndiye apewe nafasi ya kwanza ili tuishi maisha ya uhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuweze kusaidiwa na Mungu mwenyewe, ni lazima tumpe nafasi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Misali ule mlango wa 3. Misali mlango wa 3 mstari wa 6 na wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Hiki kinachofanya tuchoke sana, tunakuwa muda fulani tumemweka Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa la Bwana. Ni kweli kazi kufanya, lakini nafasi ya Mungu ibaki kuwa nafasi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kufanya hivyo tutalipa kanisa afya. Kwa kumweka Mungu namba 1, tutalipa kanisa afya. Kanisa litakuwa na afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mipango ya Mungu itaendelea vizuri, kwa sababu tunajua Mungu anafanya kazi na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapompa Mungu nafasi ya kwanza, anapata kutupa nafasi ya kutuagiza, leo fanye hii, kesho fanye hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa la Bwana. Kwa hiyo Mungu kwa neno lake anasema tusiwe na Mungu mwingine mgeni ila yeye pekee yake. Na sasa tumtumaini yeye siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Misali 8:17. Misali 8:17. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maneno ya Mungu mwenyewe. Anawapenda wale wampendao, nao wale wamtafutao kwa bidii watamuona. Nimesema kwa habari ya kuwa huru, ya kuwekwa huru, ni bidii yako. Namna unavyojitafuta, unavyotia bidii kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna unavyoipambania nafasi ya kwanza kwamba isiwe na Mungu mwingine, bidii yako ndiyo itakayosababisha wewe kuwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii. Kumbe ili uendelee kuwekwa huru, ongeza bidii katika kumweka Mungu namba 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kumweka Mungu namba 1 haitakuja tu hivi unabandikwa tu bali. Mungu alishakutafuta huko, amekutoa huko mbali, amekuokoa, amekuweka hapa. Ni kazi yako sasa kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kila muamini, kila aliyeokoka, Mungu afanye kazi ya kukutafuta tena. Wewe ndiye unayefanya kazi ya kumtafuta Mungu. Mungu alishafanya kazi ya kukutafuta na kusogeza karibu. Inatosha.